Mtazamaji, hii ni Channel 10, ni Sabasaba special kutoka ndani ya Channel 10 kilicho bora kabisa. Leo ni kilele cha maonesho haya ya Sabasaba ya kibiashara yanayofanyika katika jiji hili la Dar es Salaam, ikiwa ni tarehe 7 mwezi huu wa 7 2026. Tumerudi tena ndani ya banda la TGDC. Hii ni taasisi ya serikali ambayo inashughulika na masuala ya uendelezaji wa joto ardhi. Tunaendelea kukujuza mambo mbalimbali ambayo yanaendelea katika banda hili. Kwa mara nyingine tena tumerudi hapa, wana kitu cha kuzungumza na wewe mtazamaji wetu kuhusiana na TGDC. Karibu TGDC, karibu maonesho ya Sabasaba 2026. Kwa jina naitwa Mhandisi Shakiru Idrisa Kajugusi, ni meneja mkuu wa kampuni ya uendelezaji joto ardhi Tanzania ambao inajulikana kama TGDC. TGDC ni kampuni ya serikali ambayo inafanya kazi zake chini ya shirika la umeme Tanzania TANESCO, na ni kampuni tanzu ya TANESCO. TGDC tunajishughulisha na uendelezaji wa joto ardhi, ambapo kwa Tanzania tuna rasilimali ya joto ardhi ipatayo megawati 5000 zinazoweza kutumika kwa ajili ya uendelezaji wa joto ardhi, ili kuweza kupata umeme wa joto ardhi, lakini pia matumizi mengine yatokanayo na joto ardhi. Kwa sasa TGDC tunatekeleza miradi 5 ya kipaumbele, ambayo miradi hiyo miwili iko Mbeya ambayo inajulikana Ngozi, na mradi mwingine unajulikana Kiejo Mpaka. Kwa jumla miradi hii miwili itazalisha megawati 130 ifikapo mwaka 2030. Itazalisha megawati 200 ifikapo mwaka 2030. Lakini pia tuna miradi mingine ambayo mradi mwingine unaitwa Songwe huko mkoani Songwe, tunatarajia unaweza ukazalisha megawati 5 ifikapo mwaka 2032. Lakini tuna mradi mwingine unaitwa Luhoi huko Pwani, utazalisha mega 5 mpaka 10, na tuna mradi mwingine huko Natron huko ambapo ni Arusha, na yenyewe tunatarajia uzalishe megawati 60. Lengo la nchi katika nishati ya joto ardhi ni kuzalisha megawati 130 ifikapo mwaka 2030. Na sasa tupo kama TGDC tupo katika hatua ya uhakiki wa rasilimali ya joto ardhi, ambapo tunachoronga visima vya uhakiki ili kuweza kubaini rasilimali ya joto ardhi, ubora wake, wingi wake katika kuzalisha umeme. Baada ya hapo tutaingia sasa kwenye hatua ya uendelezaji, na hivyo kulifikia lengo la megawati 130 ifikapo mwaka 2030. Hapa Sabasaba kubwa kuliko tupo kwa ajili ya kutoa elimu ya rasilimali ya joto ardhi, lakini pia kutafuta fursa mbalimbali za kiwekezaji, za teknolojia, lakini pia za elimu na za rasilimali watu, pia kupata fursa mbalimbali katika watoa huduma kama consultants, contractors, suppliers na wengineo wengi. Lakini pia wabunifu pia tupo hapa kuwaeleza ili waangalie namna ambavyo wanaweza wakabuni teknolojia mbalimbali zinazoweza kusaidia uendelezaji wa joto ardhi kwa ujumla. Kwa tupo hapa kubwa ni kutoa elimu, lakini pia kutafuta fursa mbalimbali za katika nyanja mbalimbali za joto ardhi ili kuendeleza joto ardhi, na mwisho wa siku joto ardhi ipatikane Tanzania, isaidie katika upatikanaji wa nishati bora, nishati endelevu, lakini nishati ambayo ni rafiki wa mazingira, na joto ardhi ndiyo sifa zake hizo kubwa. Tunashukuru sana kwa kadri tulivyokuwepo hapa tangu Sabasaba inaanza, mwitikio umekuwa mkubwa sana, na mwitikio tumeupata katika watu tofauti tofauti. Tumepata wawekezaji ambao wanaonesha nia ya kuja kuwekeza katika rasilimali ya joto ardhi. Tumepokea pia wanafunzi kuanzia wanafunzi wa chekechea mpaka wanafunzi ambao wanafanya PhD, ambapo pia wamekuja wanajaribu kujifunza na wanaona fursa katika swala zima la joto ardhi na elimu yake. Kwa tumepokea pia hao, lakini tumepokea vijana ambao wanaweza wakatusaidia katika mambo ya ubunifu. Na wenyewe pia tumewapokea na tumeongea nao na kuona namna ambavyo wanaweza wakachukua fursa hii ya kufanya ubunifu katika rasilimali ya joto ardhi. Lakini pia tumepokea viongozi mbalimbali ambao pia wameonyesha
namna ambavyo wanaweza wakasapoti uendelezaji wa joto ardhi, viongozi wa serikali, lakini pia na viongozi wengine tumewapokea. Kwa hiyo tunafurahi sana, tumeweza kutoa elimu na mpaka sasa hivi tunaendelea kutoa elimu, na hivyo tunaendelea kuwakaribisha wadau mbalimbali waendelee kutembelea banda letu ili waweze kujifunza mambo mengi ambayo tulionayo, hasa ukizingatia joto ardhi bado ni fani au ni nyanja katika nishati jadidifu, bado ni nyanja ambayo ni ngeni. Kwa hiyo bado elimu ni kubwa sana, tunaendelea kutoa na kuangalia namna ambavyo tunaweza tukashirikiana na wadau mbalimbali katika uendelezaji wa joto ardhi.